Na mtazamaji, Sami Douglas Kamau, mwaniaji wa kiti cha ubunge kwa tiketi ya DCP, amepiga kura yake. Nakumbuka mapema pia vile Samuel Mushina Nyaga ambaye anawania kiti cha ubunge kwa tiketi ya chama cha UDA aliweza kupiga kura yake. Kwa hiyo mtazamaji, tutakuwa tunakueleza zaidi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea, na kila mwaniaji atakayepiga kura tutakuwa tunakuonesha kinachoendelea kwa sasa. Kumbuka katika siku ya leo katika eneo lile alihitaji maongezi, ni wananchi tu kwenda kupiga kura kuhesabiwa na kujua ni nani ambaye ana kura nyingi. Hicho ndo kinafanyika kwa sasa. Yaliyofanyika muda wake ushapita. Katika siku ya leo ni muda wa wananchi kujitokeza na kupiga kura, na sisi na wageni wetu katika siku ya leo tutakuwa tunakupa tu dondoza hapa na pale kutoka maeneo yale, lakini tukizungumzia kwa upana masuala ya kitaifa zaidi, ili kutohitilafiana na shughuli ambayo itakuwa inaendelea katika maeneo ya Ol Kalou. Sisi ni kukuonesha tu kinachoendelea na kukujuza yale ambayo yanaweza yanafanyika katika maeneo yale, lakini hapa tutakuwa tunazungumzia swala zima la Kenya na masuala mengine yanayofungamana na masuala ya uchaguzi, na pia vile utayari wa tume ya mipaka na uchaguzi IEBC, vijana ama kuweza kuongezeko la visa vya uhuni katika mkutano wa kisiasa. Ni baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayazungumzia sana kwa ujumla katika siku hii ya leo na wageni wetu. Lakini kwa sasa ni kukufahamisha tu kwamba kati ya wale waliosajiliwa 73,480 wengi wameonekana kuanzia asubuhi ya leo wakiwa wameweza kupiga foleni katika wodi hizo 5 katika vituo vya kupigia kura tofauti miongoni mwa vituo 144 ili kutimiza haki yao ya kimsingi. Na kama tumeona kwamba kila kitu kufikia sasa kinaenda kwa usawa tu, maafisa wa IEBC wanatekeleza majukumu yao, na pia vile usalama umeweza kuimarishwa, na wananchi nao walikadhalika wamejitokeza wakitekeleza majukumu yao ya kumchagua kiongozi wanaomtaka wao. Kwa hiyo ndio picha ya jinsi mambo yanavyoendelea. Kwa hiyo kuanzia mwanzo jogoo alivyowika tumekufahamisha, na tutakwenda mpaka wakati ambao itakuwa vituo vya kupigia kura vimefungwa na shughuli ya kuanza kukusanya matokeo yale pia vile tutakueleza paka pale ambapo na kura nyingi atakuwa anatawazwa na wadau wa IEBC. Mtazamaji, hiyo ndio hali ilivyo katika maeneo yale. Mapema tu gavana wa Nyandarua Daktari Moses almaarufu Badilisha, wengi wakimjua kama Moses Kiarie, alikuwa miongoni mwa wale ambao wamejitokeza kupiga kura katika eneo hilo. Ukumbuke kwamba hii ni safari ambayo ilianza tu pale ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alitangaza rasmi kwamba lile eneo bunge liko wazi kutokana na kifo cha aliyekuwa mbunge katika eneo bunge la Ol Kalou, ndugu yetu David Njuguna Kĩarao. Na baada ya hapo ikawa ni muda wa IEBC wakae na watangaze zile tarehe ambazo uchaguzi utakuwa unafanyika. Utaratibu ukatolewa, kampeni zikafanyika, na kwa hivi sasa sio muda wa kampeni, ni muda wa wananchi kupiga kura yao kwa amani, na baadaye matokeo yatolewe na ndugu zetu wa IEBC, na atakayepewa cheti chake bila shaka atakuwa anachukua usukani wa kuongoza wakazi wa eneo bunge la Ol Kalou. Hivyo ndivyo hali ilivyo, mtazamaji, na kama ninavyokuambia bado kuna mengi, nitakuwa nakuonyesha picha za moja kwa moja katika eneo bunge la Ol Kalou, lakini kwa sasa nipe nafasi ni ende maeneo mengine nikueleze kinachoendelea, alafu baadaye nitakuwa narudi katika eneo bunge la Ol Kalou.